Asante. Naitwa Dr. Kevin Kasase, ni mtaalamu wa macho optometria. Napatikana Dar es Salaam, nafanya kazi Dr. Agawas Eye Hospital. Asante. Sawa, nashukuru sana daktari. Leo hii nakukaribisha kwenye mahojiano mahususi ambapo hivi leo tunaenda kuzungumzia juu ya ugonjwa wa presha ya macho. Na kabla tujafika mbali, kwa faida ya msikilizaji, daktari, ningependa utoe ufafanuzi juu ya ugonjwa wa presha ya macho na ni nini, ili msikilizaji aweze kuelewa kuhusiana na ugonjwa wa presha ya macho. Je, presha ya macho ni nini hasa daktari, na ipoje? Karibu daktari. Asante. Presha ya macho ni kwa kitaalamu tunaita glaucoma kwa Kiingereza. Ni ongezeko la shinikizo la ndani ya jicho linalozidi kwa kiwango cha kawaida. Na shinikizo hilo huwa linaleta athari kwenye mishipa ya fahamu ya jicho. Mshipa wa fahamu wa jicho tunaita optic nerve, ambao mshipa huo unafanya kazi ya kusafirisha taarifa kutoka kwenye jicho hadi kwenye ubongo. Sasa shinikizo ambalo linazidi kiwango cha kawaida kinakuwa ni 10 mpaka 21. Kwa hiyo kikizidi zaidi ya 21 inakuwa ni changamoto zaidi. Sawa. Kama mtu akipimwa akagundulika kwenye vipimo vile vya presha ya macho ambavyo tunavitumia katika hospitali yetu, kikizidi zaidi ya 21 inakupa indication ya kwamba mtu huyu ana dalili za kuwa na presha ya macho. Okay. Ndio. Vipi sasa kuhusiana na inasababishwa na nini? Kitu gani ambacho kinasababisha hii ugonjwa kutokea ya presha ya macho? Presha ya macho inasababishwa na kwenye jicho kunakuwa kuna mkusanyiko wa majimaji, okay, ambayo tunaitwa aqueous humor kwa Kiingereza. Na yanakuwa ni kwenye sehemu za mbele za jicho. Sasa maji haya huwa yanazalishwa na kutolewa. Yaani jicho lenyewe lina mechanism ya kuweza kuyatengeneza na kuweza kufanya nini? Kuyatoa. Sasa kisababisha kuwa na presha ya macho ni kwa sababu maji haya yanakuwa yanazalishwa kwa wingi. Lakini njia ya kuyatoa inakuwa sio fanisi. Inawezekana ikawa inatoa kwa uchache au hayatoi kabisa na maji yakawa yanaongezeka. Kwa hiyo pressure kwa mfano mrahisi ni kwamba kama uchukue puto la maji, puto kama puto balloon, ulijaze maji, alafu yale maji uyafunge. Alafu ile puto ulifunge. Kwa hiyo ukilifunga, kwa maana ya kwamba yale maji yatatafuta sehemu ya kutokea. Kwa hiyo yale maji yanavyokuwa yanazalishwa kwa wingi na njia ya kutoa inakuwa ni sio fanisi, yanakuwa yanajaa kwenye jicho. Kwa hiyo yanakuwa yanasukuma zile pati za jicho ambazo ziko nyuma, ambako sasa zile nazo zinaenda zinatengeneza pressure kwenye ule mshipa wa fahamu, na kwenye sehemu ya mshipa wa fahamu wa jicho ndio sehemu ambayo inaonekana kwamba ni sehemu dhaifu, wanaita weak spot. Kwa hiyo hicho ndio kisababishi kikubwa, lakini sababu zingine ni urithi. Urithi kwa maana ya kwamba mambo ya genetics, urithi wa vinasaba. Inawezekana ikanatokea kwenye familia. Kama kuna mtu alikuwa kwenye familia na historia ya kuwa na presha ya macho, possibly na wale ambao wana relate naye wanakuwa pia kwenye risk ya kuwa na changamoto hiyo. Sababu nyingine ni umri mkubwa ambao unaanzia miaka 40 na kuendelea. Na nyingine ambao sio kesi kubwa sana, lakini ile kesi zinatokea kwa staili hiyo ni watu ambao wana magonjwa sugu ya kudumu kama kisukari au presha ile ya mwili, presha ya damu. Nyingine mtu anaweza kupata ajali kwa akapata jeraha kwenye macho na likapelekea
kupata hiyo pressure ya macho, au wakati wa kufanya upasuaji wa jicho labda kuna hitilafu ilitokea kwenye jicho, kwa hiyo ikapelekea kuwa na pressure ya macho. Sababu nyingine ni matumizi ya dawa aina za steroid. Mfano mzuri ni dexamethasone, betamethasone, ambazo watu wengi wanapenda kuzinunua kwenye pharmacy mbalimbali bila kuwa na maelekezo ya daktari. Na kitu jicho linamuuma au linamwasha kidogo, kakimbilia kwenda kununua dawa hiyo. Hizo nazo ni dawa ambazo pia zinapelekea kutengeneza au kupelekea kuwa na pressure ya macho, hasa zikitumika kwa muda mrefu. Na sababu ya mwisho, mtu anaweza akazaliwa na pressure ya macho akiwa tokea mtoto. Hiyo tunaita congenital glaucoma. Okay. Sawa daktari, vipi sasa, hizo ndo dalili zake au ndo kuna dalili zingine? Hilo ilikuwa ni visababishi. Dalili zake mara nyingi katika hatua za awali, pressure ya macho ni ngumu kuweza kugundua dalili zake. Yaani mara nyingi haijitokezi kwa kujionyesha kwa dalili. Lakini kadiri inavyozidi kukomaa, kuna dalili ambazo zinajitokeza. Mfano labda kupungua kwa uoni, hasa kutokea pembeni. Unatokea pembeni kwa maana ya kwamba unatakiwa unapokuwa labda umekaa una face kitu au unaangalia kitu kwa mbele bila kugeuka pembeni, uweze kugundua kwamba pembeni yako labda kuna kitu, hata kama ukioni kwa uzuri. Lakini sasa ukiwa na pressure ya macho, kwa maana kwamba kile kitu hata kama uko umeangalia mbali, lakini kile kitu unakuwa uweze kukihisi, unaona kama kuna giza au ukungu. Hiyo ni sababu mojawapo, na hiyo inaenda polepole inapungua mpaka inabaki kama mtu anakuwa anachungulia kwenye mrija. Na baadaye inaweza ikafunika kabisa na jicho likawa halioni kabisa. Hiyo ni dalili ya kwanza, ambayo sasa likiwa ni pressure imekomaa. Dalili ya pili ni maumivu kwenye macho au maumivu kwenye kichwa, ambayo nayo inatokea, ni kesi ambazo ni rare. Na macho kwa mekundu nayo inakuwa ni kesi rare. Kichefuchefu au kutapika nayo ni dalili ambazo ni chache zinajitokeza. Kwa hiyo ni sababu mojawapo, ni dalili za pressure mojawapo. Sasa daktari, vipi sasa kuhusiana na madhara yake, ni yapi hasa? Madhara ya pressure ya macho ni upofu wa kudumu kama pressure itatibiwa kwa mapema, kwa mtu anaweza kawa kipofu. Kingine ni uharibifu wa ile nerve ya jicho ambayo tunaita optic nerve. Kwa hiyo na optic nerve ikishaharibiwa haiwezi kurejeshwa tena. Kwa hiyo kwa nadharia fupi ni hivyo, kwamba optic nerve ikishaharibiwa na ile pressure ya macho, kwa sababu imekandamizwa na optic nerve mpaka inaharibiwa, ni kwamba kuna fiber ndogo ndogo ambazo zinatengeneza optic nerve. Kwa ni dhaifu sana hizo fiber, maana kwamba zikipewa pressure kidogo tu tayari inatokea damage au uharibifu. Kwa hiyo zikishaharibika haziwezi tena kurejeshwa na kurudi kuwa kama zamani, kwa maana ya kwamba pressure ya macho ikishampata mtu, na kwa sababu optic nerve inahusika kwenye kupeleka taarifa kwenye ubongo kwa ajili mtu kuweza kuona. Kwa hiyo ile optic nerve uono unapungua. Kwa uono ukiwa umepungua, hauwezi tena kurejeshwa kupitia ile optic nerve ambayo imeshaathirika. Madhara ya mwisho ni kupungua kwa ubora wa maisha kulingana na kazi ya mtu anayofanya. Labda mtu alikuwa anatafuta riziki, au ni mwanafunzi, au ni hivi. Kwa hiyo yale mazingira ambayo alikuwa anayafanya wanamrahisishia kwenye kazi zake au shughuli zake, kulingana na macho yake yalikuwa bado mazima. Kwa sasa akiwa ameshapata pressure ya macho, kwa maana kwamba kuna baadhi ya vitu anashindwa kuweza kuvifanya kwa ufanisi. Asante. Okay, sawa daktari. Sasa tuangalie kuhusu hali ya kitakwimu ikoje kwa wanaoathiriwa ama wanaopatwa na pressure ya macho, hususan kitaifa. Vipi takwimu, hali ikoje? Na kitaifa hakuna takwimu sahihi ambazo zimewekwa wazi kupitia vyanzo tofauti, lakini inakadiriwa kwa ukanda wa Afrika Mashariki ni 4% ya watu ambao wana umri zaidi ya miaka 40
ambao wanakuwa katika riski ya kupata pressure ya macho. Yeah. Sawa. Na kuhusiana na matibabu yake yakoje ya ugonjwa wa pressure ya macho? Matibabu ya pressure ya macho ni mtu atatumia dawa. Kuna dawa ambazo huwa zinatolewa baada ya kugundulika kwamba amepata ana pressure ya macho kulingana na vipimo ambavyo vitakuwa vimefanyika. Kwa hiyo dawa hizo anakuwa anazitumia, zitakuwa zinapunguza ile pressure ya macho kwa kuongeza au kwa kusaidia kuongeza njia ya utoaji wa yale majimaji ambayo yanasababisha ile pressure ya macho. Sasa dawa hizi zinakuwa ni dawa endelevu. Sio kwamba ugonjwa wa pressure ya macho ni mtu anatumia dawa leo kama malaria kesho amepona. Hapana. Ni dawa ambazo anakuwa anazitumia endelevu kwa maisha yake yote toka anapokuwa amegundulika kuwa na pressure ya macho. Zinakuwa ni za matone dawa hizo. Dawa ya pili ni dawa ya kumeza ambazo nazo huwa zinatolewa, lakini mara nyingi zinatolewa kwa muda fulani kulingana na pressure ambayo mtu alikutana nayo kwa wakati huo. Kama ilikuwa juu sana, basi zitatolewa kwa ajili ya kustabilize kidogo, baada ya hapo atabaki kutumia dawa za matone. Njia nyingine ya matibabu ni njia ya upasuaji wa jicho, ambao tunatoboa na kutengeneza kitundu kidogo kuruhusu yale majimaji kufanya nini? Kutoka. Na njia ya mwisho ni njia ya tunaita laser therapy, ambayo njia hii tunapiga mionzi kwenye jicho ili kuweza kuongeza njia ya utoaji wa majimaji yale. Hizo ndio njia za matibabu kwa ajili ya pressure ya macho. Nakushukuru daktari kwa hayo maelezo mazuri. Na kwa wanaosumbuliwa na tatizo la pressure ya macho, unaweza kuambia jambo gani mahususi ya kuzingatia hasa ili kukabiliana nayo daktari, ni kipi? Kushauri watu ambao wana changamoto za pressure ya macho, moja ni kufuata ratiba ya matumizi ya dawa, hakikisha kwamba dawa anaziweka kwa wakati, lakini pia asisubiri mpaka dawa iishe ndio aende anunue. Tunaelewa kwamba maisha ya kila Mtanzania yanatofautiana. Kuna wengine pesa au kula ya leo inakuwa ni changamoto. Unapoona kwamba kuna uelekeo dawa yangu kuisha, ni bora ununue dawa mapema, usisubiri mpaka dawa hizo zinafanya nini? Zimeisha. Ununue dawa mapema, uwe nayo backup ili inapoisha moja tayari na nyingine ya kuendeleza matibabu yako ya pressure ya macho. Lakini kuna kuepuka dawa za aina za steroid ambazo nimezitaja hapo mwanzoni kama dexamethasone au betamethasone. Dawa hizi bila kuwa na ushauri wa daktari. Tumie kama umepima au daktari amekuruhusu kuweza kuitumia. Ila bila kuwa umepata ushauri wa daktari usitumie dawa za aina hiyo. Lakini kwa na tabia ya kufanya uchunguzi wa macho yao mara kwa mara, kuangalia progress yao ikoje, maendeleo yakoje, kwa sababu tunatoa dawa kwa ajili ya kulinda uono uliobakia. Kwa hiyo mtu anapotumia dawa anatumia dawa kulinda uono wake uliobakia. Maana kwamba uono ambao anaulinda pia ndio maisha yake yaliyobakia. Sasa asipotumia dawa vizuri, kwa maana kwamba pia na uono unafanya nini? Unazidi kupungua kadri siku zinavyozidi kwenda. Mwisho wa siku anakujikuta yuko kipofu wakati alikuwa ameshapewa njia ya matibabu ambayo inamrahisishia maisha. Lakini kingine ni mitindo ya maisha kwa ajili ya afya, kupata lishe bora, kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo. Mtu kuwa na pressure ya macho sio kwamba ni mwisho wake wa maisha. Kwa msingi uono wake bado upo, kwa kuna mambo mengine anaweza kufanya na maisha yake mengine afanya nini? Akaendelea. La mwisho kama nilivyosema kwamba moja ya sababu ya pressure ya macho inaweza ikawa pia ni masuala ya vinasaba za kwenye familia. Ni mtu pia aweze kujulisha familia yake mapema. Watu wajue kwamba baba au mama ana pressure ya macho, au kaka ana pressure ya macho, au dada ana pressure ya macho, ili kuweza kuwapa alert na wale pia waweze kuwa wanachunguza macho yao kugundua kama je kuna dalili hizo au hakuna dalili. Kwa hiyo shauri ni huo. Sawa, labda kwa kutamatisha, daktari, wewe kama mtaalamu wa masuala ya macho, je, ni wito gani au ni ushauri upi ambao unaweza ukautoa kwa jamii juu ya swala zima la pressure ya macho ili waweze kuepukana nao? Ni kipi?
Kwa jamii, wito kwa jamii ni kwanza jamii iweze kuwa na utamaduni wa kuchunguza macho yao hata bila dalili zozote. Wawe na tabia ya kuchunguza macho yao, waweze kuangalia macho yao, kufanya vipimo kwenye vituo vya afya ambavyo vina huduma za utoaji wa huduma ya macho. Kingine ni wazazi pia kuweza kuchunguza au kupeleka watoto wao waweze kufanya vipimo, au wazee, kwa sababu hilo nalo ni kundi ambalo linakuwa na changamoto hizo. Lakini pia watu wa huduma kuweza kuongeza elimu ya afya ya macho kwenye ngazi ya jamii kiasi kikubwa. Sisemi kwamba haitolewi elimu, lakini bado haijitoshelezi, kwa elimu iweze kuongezeka. Lakini kingine tunahitaji pia mkono wa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali ya afya kwa ajili ya kuwekeza kwenye vifaa vya uvumbuzi, lakini pia kuweza kuwekeza kwenye programu za kuweza utoaji wa elimu, hasa kwa mazingira ambayo sio rahisi kuweza kupata huduma hizi za afya. Mazingira kama ya vijijini, unakuta mtu labda amepata presha ya macho, amepata ugonjwa wote wa macho, lakini kwa sababu ya kutokuwa na elimu na kutokuwa na ujuaji na imani zingine za kishirikina, kunapelekea mambo kama mtu anakuwa kipofu na mwisho wa siku anakuwa tena haoni, wakati angeweza kuweza kupata huduma kwa urahisi zaidi. Wito wangu kwa jamii ni huo. Natumaini ya kwamba mtaufikisha kwa wahusika vyema zaidi. Sawa daktari, nikushukuru. Na vipi, unaweza kuwa na neno la mwisho labda kuiambia jamii juu ya swala zima la magonjwa ya macho? Napenda tu kuambia jamii kwamba wapende macho yao. Macho ni kitu cha thamani kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama tunavyoona thamani ya dhahabu, tunavyoona thamani ya almasi, tunavyoona thamani ya fedha, basi pia tuweze kuwa na thamani ya macho yetu, kwa sababu ndio utajiri tulionao. Ukiweza kuwa thamani ya macho, utaweza kuweza kuyatunza macho yako, kupenda macho yako na kuyatunza macho yako.